Jina langu naitwa Mchungaji Wilbert Aaron Mwasumbi, mchungaji wa kanisa la Moravian Tanzania, jimbo la Mashariki. Kwa sasa nipo ushirika wa Ukonga. Kama mchungaji kiongozi wa ushirika wa Ukonga. Leo ni siku maalum ya kuwasaidia wahitaji kupitia idara ya ustawi wa jamii ndani ya kanisa. Kati ya idara moja muhimu sana ni idara hii ya ustawi wa jamii, na hata viongozi wake hatuchagui kwa vidole. Wateuliwa kwa kuangalia professional zao, mwelekeo walionao na kiu yao ya kutamani wana moyo gani kwa ajili ya wahitaji. Kwa hiyo ni idara sio kama zile za kwaya, hapana. Na ipo idara hii kwa lengo kubwa, kwa kuzingatia kibiblia, kuwasaidia wahitaji. Na tunaposema wahitaji ndani ya jamii, si kwa ndani ya kanisa tu, bali jamii kwa ujumla, bila kujali dini wala dhehebu. Na ndio sadaka pekee inayoweza kuhubiri injili kwa uwazi kuliko injili zingine. Kuna injili, tunasema injili zipo 4: Mathayo, Marko, Luka na Yohana. Lakini ipo injili ya 5 ya maisha, namna gani kuishi na watu kwa kufanya mambo mema. Na mara nyingi sikukuu imeweka pia majira haya tukiwa ndani ya Kwaresima. Kama tunapofunga pia tufanye pia matendo mema kwa wahitaji. Wapo watoto yatima, wako wengine ni walemavu, kuna wengine watoto yatima, na wengine hawana msaada, wengine ni wazee, wengine tunaposema wagane mara nyingi hatulisemi sana, lakini nao wagane kwa sababu wako wengine hawana uwezo wa kuoa tena na wanahitaji msaada, na wengine wamekufa hawajai kuoa pia, kwa hitaji msaada wa karibu. Kama kanisa kwa tuna utaratibu kuanzia juu, ngazi ya juu, kuna kiwango kile mpaka juu kinaangalia kwa ndani ngazi fulani, ndani ya wilaya, ndani ya ushirika. Kwa hiyo nazungumza sasa ni ushirika. Tunahitaji mara moja wala kwa mwaka tufanye, ingawa hatuwezi kumaliza mambo yote, lakini kwa namna hii, na anayenisikia pia ahamasike kuangalia wahitaji. Na wakati mwingine ushirika mmoja au kanisa fulani inaweza kaangalia watu fulani, lakini haiwezi kumaliza mambo yote. Na wakati wote wa media, kwa njia ya media pia hizi watu wanajua, unakuta wiki ile wengine tunawashawishi hata watu walio na mikoba kumaliza mwisho wa mwaka na mshukuru Mungu, wakumbuke kiasi kumshukuru Mungu. Pia idara mbalimbali za kwaya hawa wakifanikiwa, makanisa mbalimbali wawe na ratiba ya kuona wahitaji. Kwa njia hii tutaungana pamoja, na serikali haiwezi kumaliza mambo yote. Inahitaji kutiana moyo kanisa na serikali na jamii kwa ujumla, bila kujali dini wala dhehebu la mtu. Kwa hii ndio mahususi katika hili. Majina ni Priska Ngweshemi, mkurugenzi wa taasisi ya Himiza Development Organization, lakini pia ni mjumbe wa baraza kuu la mashirika ya serikali Tanzania. Nimeona jinsi ambavyo mchungaji wa kanisa hili alipoguswa kwa namna kipekee. Kwanza nimpongeze baraza zima la kanisa, lakini pia nipongeze kamati ile maalum ya ustawi wa jamii. Nasema hivyo kamati maalum ya ustawi wa jamii nikimaanisha kwamba ustawi wa jamii unamgusa kila mmoja kwenye jamii inayotuzunguka, haijalishi uko kwenye eneo la aina gani. Na ndio maana mara nyingi watu hao ni watu special wanafanya hizo kazi za ustawi wa jamii. Kwa rai yangu sasa kupitia kanisa, jinsi ambavyo wamejitoa kwa namna moja ama nyingine, nimeona watu wa chini kabisa wakichangia mpaka shilingi 5,000, 10,000, ni moyo wa kujitoa kwa hali ya juu, kwa kupenda kuwasaidia watu wengine wapate yale mahitaji ya msingi. Rai yangu kwao, kwa naomba na wiwa zaidi, tusiangalie tu kwenye vituo wanaenda watu wengi sana, lakini kuna watu ambao wanapata changamoto sana wakiwa mashuleni, shule za sekondari hasa. Kuna mabinti ukifika kule, mimi nimetoka mkoani juzi hapa, ukifika kule mabinti jinsi ambavyo wanaongea, ameshatelekezwa, yani hana msaada wa kitu cha aina yoyote. Sasa mtu wa vile kidato cha 5 au cha 4 Kwa mwishoni na kumaliza elimu ya sekondari, anaweza kukutana na majaribu ambayo yakamtoa kwenye
shule. Rai yangu pia hicho kitengo hicho watu wengi sana wakiangalia cha mashuleni. Ikipendeza waombe vibali wakasupport wale mashuleni. Watoto ambao hawana msaada kabisa, wanahitaji msaada wetu sana ili wafikie ndoto zao. Sababu kama wameanza shule wanataka kutimiza ndoto zao. Lakini kuna wakati wanakwama. Wanasema mwingine madogo sana, mwingine anataka tu peni. Mwingine anataka daftari. Yaani amekosa vitu ambavyo vya msingi sana kwa wakati huo, lakini anashindwa kuvipata. Sasa kanisa liwe na macho makubwa zaidi. Liangalie watu kama wale pia watembelee waweze kuwasaidia, watafanya kitu kikubwa zaidi. Lakini ziko kaya, hiyo sio tu ambazo ziko kwenye kwa pamoja. Ziko kaya kwenye ukienda kuna serikali za mitaa, kwa wenye vita serikali za mitaa, wanazifahamu ambazo zenye mahitaji makubwa zaidi. Wao watasema kwamba sisi tuna maeneo fulani, tuna watu fulani kwenye maeneo yetu. Wale pale wakifika, kwanza wanajua kwa waende kwa wazungukie, baada ya kuzungukia na kupelekea mahitaji. Watawakuta kule wako wahitaji wana shida sana. Wakihitaji msaada mkubwa sana wa kwetu, tushikamane kwa pamoja. Kama usema mtumishi wa Mungu kwamba serikali haiwezi kuona kila eneo, lakini kupitia wao sasa wamepatwa na wiwa na ile jambo, waweze kulisimamia kupitia serikali za mitaa, watawasaidia sana sana. Na mimi nawapongeza na Mungu awabariki sana. Jina naitwa Getruda Kibona, ni katibu wa ustawi wa jamii katika kanisa la Ukonga Moravian. Kipekee ni vitu vingi nimejifunza kwa leo, kwa sababu akili yangu siku zote ilikuwa inafikiria kwamba kumbe wahitaji ni wale tu wanaokaa kwenye vituo, walio magerezani, wale wazee. Kumbe kuna sehemu zingine hatuzifikii na wanahitaji msaada wetu, mfano mashuleni. Kwa hiyo tutajaribu kupangilia tuende kuwatembelea watoto mashuleni ambao wametelekezwa na wazazi wao, wengine hawana walezi, wapo mashuleni, lakini tulikuwa hatujui kitu kama hicho. Mimi kila siku huwa ninajifunza. Nimejifunza kutoka kwa mgeni rasmi, nimejifunza kitu kipya zaidi kwa siku ya leo. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa kuja, lakini Ukonga hapa kuna watu wamejitolea, vitu vipo, kuna nguo, kuna sabuni, kuna sukari, kuna wengine wametuahidi sukari, vitu, sabuni, madaftari, vitu vingi wameshindwa kuvifikisha kwa sababu ya mvua. Lakini hapa hii katikati ya wiki wataviwasilisha. Kwa hiyo ikifika Jumapili tutakuwa tushapata namna ya kuwatembelea hao. Sana nitalenga mashuleni, maana nilikuwa ni kitu ambacho sijakiwahi kukifikiria kwamba inawezekana kuna wanafunzi wengine hawana vitu kama vile vya wahitaji. Tunawashukuru sana. Naitwa Emmanuel Mwamakula, mwenyeji wa mkoa Mbeya. Sasa hapa mimi ni mlezi wa idara ya ustawi wa jamii. Nasimamia masuala yote yanayohusu jamii katika ushirika wetu. Kwa mfano mwaka jana na mwaka juzi tumeweza kutembelea sehemu vituo vya kulelea watoto yatima pale Taliani. Kama tulivyosema, kile kituo kina watoto 80 na wana uhitaji mkubwa sana. Lakini pia huko nyuma tumewahi kwenda shule ya hapa Minazi Mirefu. Tuliweza kutoa sare za shule, madaftari na mabegi. Napo pana uhitaji mkubwa, hatukuweza kumaliza wote. Kufuatana na idara yetu kuwa haina kipato kikubwa, sana tunategemea misaada. Sasa inatufanya tushindwe kufanya yote ambayo yanahitajika kufanyika. Kwa hiyo kama nilivyosema kwenye risala kwamba niombe kanisa kupitia baraza la wazee lione jambo hili kwamba ni la muhimu, tunapowaomba wasimamie kutusaidia katika huduma. Ninaitwa Mwinjilisti Upendo Sapali. Ninamshukuru Mungu kwamba leo alinipa nafasi hapa kanisani Moravian Ukonga kwenye siku kubwa. Ilikuwa ni sherehe ya ustawi wa jamii ambayo inadili na kuwatendea watu mema, yani kuitendea jamii mema. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwamba ameweza kutufundisha kwa habari ya kugusa moyo wa Mungu kwa sababu ya matoleo. Kwamba matoleo yanamgusa Mungu haraka kuliko maombi, kuliko nyimbo, kuliko kitu kingine chochote. Na tukajifunza kwa habari ya Cornelio, jinsi ambavyo alikuwa hajui Mungu, lakini kwa kitendo cha kutoa sadaka ilimfanya Mungu ashuke na aweze kumsaidia mahali alipokuwa anamhitaji. Kwa hiyo tumejifunza kwamba sadaka ina nguvu, sadaka inasema. Kwa hiyo ukiwa mtoaji mzuri, haijalishi umeokoka hujaokoka, lakini Mungu moyo wake unaguswa sana na mtu mtoaji. Kwa hiyo nimkumbushe tu mtu ambaye anasikiliza ama kutazama,
kwamba katika jamii kuna uhitaji mwingi. Tumeona kwamba kuna watu wanaguswa, wajane, mayatima, watoto mashuleni, lakini nikumbushe tu kwamba kuna watu wanaitwa wazee wasiojiweza. Tanzania pia tuna kijiji cha wazee wasiojiweza. Kuna watu ambao kwenye maisha yao hawajawahi kuzaa na wamezeeka, hawana msaada. Kuna mahali wametengwa na serikali, wanahitaji msaada. Kwa mtu ambaye unaweza, Mungu amekujalia kwa chochote ulichonacho, gusa maisha ya mtu yoyote mhitaji na Mungu atakubariki.